Yes, miongoni mwa tetesi kubwa zaidi kutoka Tanzania bara ni uwepo ya timu ya Dar es Salaam Young Africans kutoka pale Jangwani kuweza kudaka saini ya mchezaji machachari kweli kutoka pale nchini Kenya ambaye anaenda kwa jina la Vesi Kotiama mwenye umri wa miaka 27, na kwa maana ni kwamba mpaka sasa wameweza kunasa saini ya mshambuliaji huyo ambaye ameonyesha kuwa na kipaji kikubwa zaidi kutoka pale Polisi FC nchini Kenya, na tayari katika michezo 18 amebahatika kufunga magoli 10 katika msimu mzima. Na kwa taarifa zilizopo hadi sasa inaonekana kuwa Yanga wamefikia hatua kubwa ya kumpata Vesi Kotiama, lakini klabu bado haijatoa tangazo rasmi la usajili kupitia njia zake rasmi. Vyanzo mbalimbali vya michezo vimeripoti kuwa mshambuliaji huo ngangari na hatari kweli wamefikiwa kati ya makubaliano katika pande mbili, Young Africans na Kenya Police FC, na ni mchezaji amesaini mkataba wa miaka 2 pale Jangwani. Kwa hiyo kwa msimu wa soka mwaka 2026-27 tayari Kotiama ameingia pale Jangwani. Hata hivyo, baadhi ya taarifa za hivi karibuni zinasema kuwa Yanga walikuwa bado kwenye mazungumzo na Kenya Police FC kuhusu uhamisho wake, lakini kwa sasa dili dani. Na kiungo huyo vile ameonyesha kuwa na mchango mkubwa katika timu yake ya taifa. Anaitwa Vesi Junior Kotiama, ni mchezaji wa mpira wa miguu kutoka Burkina Faso anayecheza nafasi ya mshambuliaji wa kati. Alizaliwa tarehe 13 Januari mnamo mwaka 1999. Ana urefu wa futi 1.73. Kwa sasa anacheza Kenya Police FC nchini Kenya. Pia amewahi kucheza timu ya taifa ya Burkina Faso, lakini kwa sasa tayari ameweza kutia saini Jangwani. Kwa taarifa ambazo ni sio rasmi sana, ni tetesi ambazo zinachukua nafasi kubwa, lakini mpaka sasa asilimia kubwa kupitia vyanzo mbalimbali vya michezo vimemthibitishia kiungo huyo kuwa mchezaji huo kuwa miongoni mwa wachezaji ambao wametoa pale klabuni mwa Young Africans. Kotiama ni mshambuliaji wa kati, yani central forward na striker nambari 9. Kazi yake kubwa ni kufunga mabao na kucheza karibu na lango la wapinzani. Hapa wapenzi wa soka na wachambuzi wanasema kuwa endapo akitua pale Young Africans kwa kasi yake, namna anavyoonyesha kipaji chake uwanjani, basi huenda baadhi ya wachezaji pale Jangwani wakaendelea kusubiria. Na mchezaji huyo kutoka pale Police FC nchini Kenya, nafasi yake ambayo anacheza pale Jangwani inachezwa na Clement Mzize, Prince Mpumalelo Dube mwana wa mfalme, akiwa ataendelea kubaki kikosini hapo. Wachezaji wengine wa mbele wanaocheza kama nambari 9 au karibu na eneo hilo la ushambuliaji. Hiyo ndo namna ambavyo Vesi Kotiama anaenda kushare nafasi na Clement Mzize na Prince Mpumalelo Dube ikiwa ataendelea kubaki pale Jangwani ndani ya Young Africans. Kwa mfumo wa Young Africans wa 4-2-3-1 au 4-3-3, Kotiama anatarajiwa kuwa mshambuliaji wa mwisho, yani striker wakati. Amefunga mabao 10 kati ya mechi 18 akiwa Kenya Police FC, jambo lilomfanya avutiwe Yanga zaidi. Kwa kifupi, nambari yake nambari 9 central forward, hivyo ushindani wake ni mkubwa sana pale kikosini katika daraja ambalo Dar es Salaam Young Africans imeweza kujivuka na wachezaji mahiri ambao imeweza kuwamiliki. Yanga utakuwa na washambuliaji wakati waliopo kikosini hapo miongoni mwa misimu bora na hatari zaidi. Mpaka sasa Dar es Salaam Young Africans ndio timu pekee ambayo inazidi kuamsha ukubwa wake wa usajili na kuzidi kutikisa uwepo wa Tanzania bara. Yes, sisi ni Mighty Media TZ. Endelea kutufollow kwenye peji zetu mbalimbali za mtandao wa kijamii, lakini ukibonyeza alama ya kengele utazidi kuwa wa kwanza kupata habari zetu kwa maana ya kusubscribe. Lakini ukitufollow pale Insta, YouTube, Facebook utazidi kuwa wa kwanza kupata hiki ambacho unakisikia. Mimi nikutakie wakati mwema.